Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Radio Kivu. Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu kufuata uchambuzi wa habari zetu, uchambuzi ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, ripoti za wenzetu toka kona mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na ile habari za kitaifa. Jina langu ni Baumesa Di François na matana naye Merci Mbelechi kwenye ufundi wa mitambo, na kukaribisha kwamba tanasi hadi tamati. Karibu na tega sikio. Kama ilivyo ada na desturi msikilizaji, kabla ya uchambuzi kamili wa habari zetu na kwa kipewa fursa ya kufuata habari muhimu ambazo za leo zinaletwa naye mchumbe wa mkulima na Fatuma. Hali gani? Salama mwenzangu Baumesa Di François. Karibu sana. Naam, asante. Wacha tuanze habari zetu muhimu kwa siku ya leo tukianzia katika sekta ya Nganja huko Misisi. Mama mmoja ameponea chupuchupu kufariki kiisha kujichoma moto kwa kutumia mafuta aina ya esanse. Kiisha mama huyo kuzusha vurugu na mume wake ambaye kutaka kwenda kutazama mechi kati ya Barcelona dhidi ya Real Madrid wiki iliyopita. Daima ndani ya sekta hiyo ya Nganja kule Kasaba ni kwamba janga la mafuriko lilikumba ndugu zetu wa Kasaba ni la kihistoria, na wahanga manusura wanastahili msaada wa kiafya na kiutu kwa haraka. Ndivyo amesema mtumishi wa umma kwenye ngazi ya kitaifa, mbunge Msenyibwa Pele Janvier, ambaye amesema kuguswa na janga hilo. Na huko Uvira ni kwamba amiri jeshi wa jeshi la taifa FRDC amewasili mjini Uvira siku ya 3 ya wiki tunayo, akitokea mjini Kinshasa kwa ziara ya kikazi. Ujio wake umepokelewa kwa faraja tosha nao raia wa mji wa Uvira ambao wanaona kuwa ni sura ya ukombozi dhidi ya vita vya M23. Mwenzangu Baumesa Di François naweka nukta kwa habari muhimu. Ni kushukuru sana mchumbe wa mkulima na Fatuma. Hivi sasa msikizaji, tujikite kwenye undani wa uchambuzi wetu tukianzia ndani ya mji wa Baraka. Kazi za ujenzi wa chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka zipo kwenye hatua nzuri na siku si nyingi uzinduzi utafanyika, ndivyo amehakikisha mwenyekiti wa baraza la vijana mjini humo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwanasheria De Gaulle Malembewe Kubo, mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka, amesema kazi hizo zinaendelea vizuri na ndio maana vijana walipata fursa ya kushiriki kwenye mjadala uliokuwa umeandaliwa ndani ya chumba hicho licha ya chenyewe kutomalizika. Huyu hapa tumsikilize. Ndugu mtangazaji, haiko mwisho wa ujenzi pasko tulikuwa tunafanya mjadala na wafundi wako wanatumika, na kwa muda huu wako wanatumika na wanaendelea vizuri sana, kwani tuliona kulikuwa kushakuwa habari za mingi za kusema kama sala hawatajenga tena, na ifale tuorganize ule mjadala mule ndani purke wa vijana no seulement wanakuja kwenye mjadala na wa profite kuona gisi makazi zinaendelea. Na ndugu mtangazaji, ndio kuambia kwa sasa kazi zinaendelea vizuri sana, na kule nyuma kote kwa wanaweka ile mabiuma sai bako natia mabio donc ma vitre et que donc mwi 3 jours batakuta sale ina changer forme yake sana. Na kuko shirika lenye linahusika na kuekipe, yaani kuleta vitu mule ndani ya sale na mabiro zote. Tuko tunaongea nao saa kwa saa, washauza vitu vyote na wanachunga ni waite niwaambie bwana bana maliza jenga sale na bakue vitu vyote vitiliwe ndani. Na wanasema hakuna mwe vikue mjia nani ya barabara itakuwa mumai. Ile site itakuwa ekipe biti, biro itakuwa ekipe na mambo mengi. Kwa hivyo wakati ya inauguration nitaorganize une cérémonie avec pompe. Babiana watu wanakuya, tunaorganize ingine conference débat à l'occasion ya inauguration ile salle. Donc niko naangalia gisi tutafanya, na ndio hivyo ndugu mtangazaji, ile siku niliorganize ile conference mule pour que babiana basi kuna sikia tuko ma réseaux sociaux mais bakuye baone état ya évolution et avancement ya ma travaux.
Hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa kiwango kikubwa ndani ya kijiji cha Alele na pembezoni mwake. Hivyo ni baada ya kitendo cha uporaji wa mifugo na vitu vingi vya samani kuripotiwa na watu wenye kumiliki silaha ambao bado kujulikana. Kwake Destin Senga Prosper, mwenyekiti wa shirika la raia Pakafulo, ameanza hapa kuonesha namna gani ilivyokuwa hali. Ni katika hali ya machozi ndio tunakuja kudenonse vitu yenyewe ilipitika pale Kalele. Kalele ni kijiji ambacho kinapatikana mgrupenti ya Bashimukinji. Ilikuwa siku ya posho jioni, mamida ya usiku. Huko kijana mmoja ambaye ni mwizi alifika Bibogobogo akaiba ngombe. Kisha wandugu zetu wanakuja kufuata ngombe, wakafika katika kijiji cha Kalele. Wakafanya kitu wanaita repression ya ajabu ku population yenyewe ilikuwa yo peke victime kwa zile ate za nani za buizi zenye zinaendelea kupita. Baliiba mbuzi zaidi ya 100, bakaiba makuku zaidi ya 200, bakaiba mapanu, bakaiba mabateri, bakaiba mamatela, bakavunja manyumba mpaka na biro ya école primaire EPA ila nayo ikavunjiwa, vitu yote ikapotea. Sasa kwa ile hali mpaka saa hii raia walisambaratika, watoto walilala maporini, mpaka hivi wanaendelea kuishi maporini. Hakuna kitu ambacho walitoka nacho kwa sababu ile hali ilikuwa katika hali ya vita na ilikuwa busiku. Mpaka kwa hiyo saa niko nakwambia katika kijiji cha Kalele hakuna watu, Kalinga hakuna watu, Alongwa hakuna watu, na baadhi ya watu wengine ambao walikuwa katika kijiji cha Kafulo Centre wa mingi washakimbilia Katanga. Ndo ile hali tunaomba serikali ambayo inapatikana hapa Baraka, serikali ya mkoa wetu, serikali ya tarafa letu la Fizi na seta yetu Antambala iangalie gisi gani inaweza tumisha amani katika nyanza hizo za juu, kwa sababu kama kuja kuwa amani itakuwa katika hali mbaya, kwa sababu unakuwaka kitu wanasemaka après la guerre c'est la justice. Hivi vitu vyote tuko fanyiana kisha vita, sheria itakuwa nafuata mkondo wake na itafanya kazi yake. Hata hivyo ameomba vyombo vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi wa raia na mali yake, hasa katika vijiji vya nyanja zisizokuwa za juu zaidi. Mimi kama kiongozi wa shirika la raia katika ile maeneo nilijisikia hali ya huzuni, na mpaka sasa hivi naona machozi yananitoka, kwa sababu sisi katika ile maeneo ya Mwai Plateau Kafulo tunazoea sana mavita na raia ishasumbuka sana siku za kutosha, na inafikiaka kipindi watu wote wanaikalaka wanasema kwa hiyo wakati sasa tunapaswa ishi kwa amani. Na mimi nawaza kama huko ma initiative za mingi zenye zishafanyika, lakini inafikiaka kwa kipindi mnaishi kwa amani, inafikia kipindi kingine amani tena inazorota na watu wanaanza kimbia maporini. Sasa kufatana na ile nilikuwa naomba serikali idumishe amani, serikali bakamate ma responsabilité yabo, protéger population civile na bien yabo. Ile ni ma responsabilité yabo, na ile ndo recommandation yetu. Tunaweza patia serikali ikamate ma responsabilité yake kumikono juu raia ishi kwa amani na kila mtu aendelee kutumika kazi zake kama kawaida. Tuelekee huko Kasaba ambako janga la mafuriko lililokumba ndugu zetu wa Kasaba ni la kihistoria na manusura wanastahili msaada wa kiafya na kiutu pia kwa haraka. Ndivyo amesema mtumishi wa umma kwenye ngazi ya kitaifa mbunge Msenyibo Apele Janvier, ambaye anasema kuguswa kwa kiwango kikubwa na janga hilo. Ripoti ya mwenzetu Nikodem Kashindi na somo hapa studioni naye Zake Mlucha Ashibe. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano na Radio Kivu kwenye line ya simu akiwa mjini Kinshasa. Mchaguliwa huyo wa Fizi kwenye ngazi ya taifa ameanza kwanza kutoa pole kwa raia wote wahanga wa mafuriko ndani ya kijiji cha Kasaba tarafani Fizi, huku pia akionyesha ni hatua gani amezifanya pamoja na wenzake, na kuambia kwamba sisi sote tuko katika kilio cha wandugu zetu ambao wametuacha pale Kasaba. Pia nawapa pole ndugu zetu en particulier wale waliopoteza dada zetu, kaka zetu, babu zetu, shangazi zetu kwa kituko ambacho kimetokea pale Kasaba katika sekta ya Nganja. Mimi na wenzangu wa député nationaux élu wa Fizi tuliposikia habari ilituuma na ikatufanya tuwe wazalifu, ijapokuwa tulijitahidi sana kutembelea jambo hilo tangu siku ya kwanza kazi ilipofunguliwa. Ndio tulitembelea jambo hilo. Tulianza kwanza kwenda ona mkuu wa Assemblée Nationale ambaye wanamuita Chulumbai kwa sababu le président titulaire Professeur Vital Kamerhe hakukuwepo, alikuwa nje ya nchi. Tulimuona na tukamwambia, na akatuambia kwamba ni jambo ambalo linasikitisha, hata naye pia
na wakolege wenzangu wa députés nationaux walisimama wakafanya meme 1 minute de silence en mémoire ya wandugu zetu ambao walitangulia katika paradiso na en mémoire ya vitu vyote ambavyo viliharibika hapo kwetu Kasaba. Tulimuonesha na katuambia sisi kama vile wanabunge, c'est-à-dire la chambre basse, wataangalia nini cha kufanya en collaboration avec le gouvernement ili une urgence humanitaire ikuwe depeshe msiku ambazo zinakuja. Wakati hayo ya kijiri, mtumishi huyo wa umma ameongeza kuwa hawakuishia hapo katika utetezi kutokana na uzito wa majanga. Hatua iliyofuata ilikuwa ya kumuona waziri wa taifa husika na mambo ya kiutu. Mbunge Msenyibu Apele Janvier huyu hapa arejea mara tena. Sasa sisi kama vile wanabunge, kwa sababu tunaelewa masituation zote ambazo ndugu zetu wanapitia, tulisema tuwezi ishia kupresenter hii cas seulement au président wa Assemblée nationale. Hiyo jana parce que tulikuwa na plénière, mu plénière tulitoka tukaenda ona ministre wa affaires sociales, tukamkuta akatu-recevoir, tukamu-expliquer problème que territoire ya Fizi en particulier comme kilio na Kongo nzima comme kilio kwa ndugu zetu ambao walituacha. Zaidi ya watu 100 wametuacha, zaidi ya nyumba 150 imekwenda na maji, mashamba. Na tukio hiyo na kwa muda kama na huu, gisi situation ko difficile ya maisha, ndugu zetu inabidi nyinyi kama vile government, hususa sana wewe kama vile unaohusika na masuala ya jamii, kuangalia jinsi gani mtakavyofanya. Aliturassurer que c'est une question ya procédure. Inabidi kwanza chef de division wa niveau ya province mwenye anahusika na affaires sociales apeleke rapport au ministère provincial ya santé, kisha yeye huko atakuwa saisi. Et comme nous saisissons déjà yeye kwa hii affaire, nous allons poursuivre le dossier pour que il nous permettre franga zitoke haraka. Mwishowe amepongeza gavana makamu tena gavana kwa muda wa jimbo hili la Kivu ya Kusini ambaye ni Jean-Jacques Elakano kwa namna anavyoendelea kugonga milango kwenye serikali kuu ya Kinshasa. Et nous disons merci à son excellence monsieur le vice-gouverneur parce que sasa tulikuwa na ministre wa affaires sociales, tulimuita directement et son excellence monsieur le vice-gouverneur parce que c'était une procédure, tukamsaisir. Kumbi balikuwa bashatumika sur cette situation ya Kasaba dans le secteur ya Nganja territoire ya Fizi. Waka hiyo jana sur place tulikuwa na ministre, waka envoyer toutes les informations relatives na ile inondation yenye ilitoka kule. Document ilikuwa déposé et je crois que comme ministère iko déjà na ma information sur cette situation, tunawaza au courant hii semaine ou bien au plus tard semaine prochaine kuko bitu vyenye, parce que c'est là que alituambia bitaiza fanyika pour que ba dépêcher une équipe bien sûr accompagnée des représentants nationaux élus ya kule Fizi, tout comme bengine ba nationaux élus ya ma province zingine, parce que tuna représenter peuple congolais entier, bakuye na bangalie gisi bataiza fanya na kuintervenir en faveur ya ndugu zetu ambao walipata msiba kama na huu. Même la première ministre est saisie de cette situation déjà, na ka ordonné kwa ministère zote zenye ziko na makompetence mwi domaine ambayo ndugu zetu wamepata majaribu, waangalie jinsi watafanya ili wasaidie ndugu zetu. Sisi kama jinsi tulivyoanza jana kufuatilia na kugonga katika milango, tutaendelea ili suluhisho ya msaada ionekane. Mais en attendant déjà, de ma part misa vile mtumishi wa raia, parce que tulikuwa contacté na ba chef de secteur, notamment Akil Bernard Wanganja ambaye na salimu, nilijaribu kutuma yangu kidogo ili kwanza wale waanga wa matatizo wapate kuziwa dawa, na naamini kwamba leo ambao naongea na nyinyi dawa zimefika, na mkubwa wa sekta ashaniambia kwamba zimefika.
Tukumbushe kuwa mbunge wa taifa Msenyibu Apele Janvier ametoka karibu kutetea wanafunzi wa sekondari katika mkoa wa Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini kufanya mitihani yote ya kitaifa kwa bure kwa mwaka huu wa 2024-2025 kama alivyoahidi kuwa jicho na kinwa cha raia wake. Huko Misisi, mama mmoja mkazi wa Misisi sekta Nganja tarafani Fizi ameponea chupuchupu kufariki kisha kujitoma moto kwa kutumia mafuta aina ya essence. Hivyo ni baada ya yeye kumkataza mume wake kwenda kutizama mechi kati ya klabu ya Real Madrid na Barcelona wiki iliyopita. Radio Kivu Misisi tunajiunga na mwenzetu Masemo Balole Valente kwa mengi zaidi. Mama mmoja mwenye umri ya miaka karibu 25 hivi aenda kujimwagia esansa na kujichoma moto asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka huu maeneo ya hapa kijijini Misisi. Kisa na mkasa ya tukio hilo ni kwamba hakutaka mume wake kujielekeza kwenda kutizama mechi kati ya timu ya FC Barcelona na ile ya Real Madrid ambayo ilimalizika siku za usoni. Asubuhi ya hii siku ya pili mabishano yalianza mara tena, mwanamke akitaka kumtawala mume wake kwa kuweza kumkataza kujielekeza kutizama aina yoyote ile ya mpira. Dakika chache baadaye mama alijimwagia essence na kujipiga kibiriti na kuwaka moto, ya ripoti duru ya wakuu wa kata mbalimbali wakati tulipokutana nao moja kwa moja. Jambo sana. Mimi naitwa Omile François Preno Kofi. Na habari kidogo ya kuambia tena ni habari ya huzuni. Kuona ni habari ya mwanamke alipenda kumtawala bwana yake. Leo asubuhi ilikuwa na saa moja ya asubuhi pale kwangu mimi nikaona mwanamke mmoja mwenye alijilunguza mwenyewe na essence. Kumuuliza ni nini, akasema alikataza bwana yake kwenda kuangalia mechi ya Real Madrid na Barcelona. Bwana kutoka na pale mwanamke akajimimia essence mwili na akajiwasha pale na akalungula. Kuna service ya security ilifika pale, bali kufika bwana mmoja hivi anasema eti anamfamia, alikuja kumtafuta pale na nikamwambia kama tayari yule mwanamke amesharudia tena ile ngambo yenu kule. Habari ya kuambia ni kusema kama tuache utawala. Ile ni utawala. Mwanamke anapenda mtawale bwana mpaka wakati gani? Mpaka saa ngapi? Hili ndio chanzo kwanza, ile utawala wa ndani ya nyumba. Hata tukufahamisha kwamba mama huyu iko tabani kwenye zahanati moja ya mahala ili kupata matibabu. Nikiripoti toka Misisi tarafani Fizi sekta Nganja groupement ya Basikasilu, Masemo Balole Valente kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na hivi sasa nampisha Omari Makelele Ozil kwa ukurasa wa michezo. Karibu Ozil. Na barabara kabisa mwenzangu Baumesa hadi François. Leo katika habari za michezo kama kawaida navalia namba 41 mgongoni ya kimchezaji Declan Rice. Baumesa hadi François ni kwamba leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba ahadi imekamilika kutoka kwake mwananchi tena mpendelevu wa soka tarafani Fizi na mji wa Baraka, bwana Bulupe Elema Labote, ambaye amewapa kitita cha pesa 1,100 kwa kila kata iliyocheza fainali, yani kata la Matata na lile la Malala. Remy Canal ni mwakilishi wa mwananchi huyo Labote, ameeleza mengi zaidi, tusikilize. Hapa nilikuwa nawakilisha mzee Labote kwa sababu aliweza idea kata mbili ambazo zimefika ku finali ya tournoi makartie ya jiji letu la Baraka. Ndiyo ijalishi mechi imeisha nyuma, msaada umefika kwa kata zote mbili. Kila kata imepata 1,100 franga za Kongo, yani 100,000 francs congolais. Quartier Matata imepata 100,000 francs congolais kutoka kwa mwananchi Labote, na quartier ya Malala imepata 100,000 francs congolais. Nasema asante sana kwa mzee Labote ambaye ameonyesha moyo wa upendo kwa quartier zake zote mbili. Na vile vile michuano ya ligi ya nyumbani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafuti katika hatua yake ya playoff iliweza kutimua vumbi jioni ya siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako vijana wa Tanganyika katika uwanja wa Shikaka kule Kalemi waliweza kukiona cha mtemakuni, hivyo nikisha kunyeshewa mvua ya mabao na vijana wa FC Don Bosco mabao 5-2, huku vile vile klabu ya AC Rangers wakaweza kusalimu amri ya kutandikwa mabao 2-0 na vijana wa FC Lupopo katika uwanja wa Tatarafa
Sahel kule Kinshasa. Vile vile timu ya Angers Vert katika uwanja wa taifa wa Martyr waliweza kutoka sare ya kufungana mabao 2-2 zidi ya vijana wa Sanga Balende, na timu ya Vin Club wakaweza kuonyeshia mvua ya mabao timu ya AS Simba kwa kuweza kuwatambia mabao 3 bila majibu. Na huko katika bara la Ulaya kunako tetesi za usajili ni kwamba klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza imepanga kumsajili winga Rodrigo Silva katika dirisha kubwa lijalo la usajili ili kuimarisha safu yao ya ushambuliaji. Klabu ya Real Madrid wapo tayari kumuuza mchezaji huyo ili kuongeza mfumo wao wa kifedha kwa ajili ya kumsajili mchezaji Disan Hojen wa klabu ya Bournemouth pamoja na Alvaro Fernandez kutoka katika klabu ya Sporting Lisbon huko nchini Ureno. Na tumalizia na hizi habari zisemazo kuwa mtoto wa mchezaji nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo ambaye anajulikana kwa jina la Cristiano Ronaldo Junior alicheza mechi yake ya kwanza akiwa na timu ya taifa ya Ureno kwa wachezaji wenye umri wa miaka 15 walipoibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya timu ya Japan usiku wa Jumanne. Mtoto wa Cristiano Ronaldo ambaye ni Ronaldo Junior aliweza kuingia uwanjani katika dakika ya 54 huku Ureno wakiwa mbele kwa mabao 3 bila majibu. Kisha mchezaji wake kucheza mechi yake ya kwanza akiwa na timu ya taifa ya Ureno, baba wa mtoto huyo ambaye ni Ronaldo mwenyewe amesema kuwa hongera sana mwanangu kwa kuichezea timu yako ya taifa ya Ureno. Hakika najisikia faraja kwa kuwa umevaa namba 7 ambayo mimi naivaa pale kwetu Ureno. Kwa hiyo nakupenda sana mwanangu na nakutakia mafanikio mazuri kunako timu hiyo ya taifa ya Ureno. Hayo ni maneno yake mchezaji Cristiano Ronaldo ambaye aliweza kumwambia mwanae kisha kucheza mechi yake ya kwanza na timu ya taifa ya Ureno ya vijana wasiozidisha umri wa miaka 15. Baumesa di Francois. Ciao. Shukran Omari Makelele Ozil. Msikizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi nikukumbushe kwamba unaendelea kutegea sikio uchambuzi wa habari zetu ambazo zinakujia kupitia redio ya kijamii Kivu. Tunatangaza kutoka Baraka kwenye 93.0 FM. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuelekee huko Uvira ambako amiri jeshi wa jeshi la taifa FARDC amewasili mjini Uvira siku ya 3 ya wiki hii akitokea mjini Kinshasa kwa ziara ya kikazi. Ujio wake umepokelewa kwa faraja tosha na raia wa Uvira ambao wanaona kuwa ni sura ya ukombozi dhidi ya vita vya M23. Mara tu alipowasili mjini humo, afisa huyo mkuu wa majeshi ameendesha mkutano mkubwa na wakuu viongozi mbalimbali ambamo mambo muhimu yakilizungumzwa, kama alivyoeleza hapa mwanasheria Chako Changu Bonane toka huko Uvira. Hapa tuko tuna visite ya chef d'état major wa FARDC iko hapa kwetu Uvira. Amefika leo asubuhi, vraiment alishinda mrenyo na wakuu wa majeshi wa wazalendo na FARDC tu, hakuna vingine, hakuna communique de presse, hakuna nini, hakuna. Vraiment inatusoulager na inaturasire kuona kama viongozi wa Kinshasa wanakamata dosia ya usalama na mikono mitatu. Lakini pia inatuchemsha kwamba serikali ya Kongo inakuwa sasa na bidii ya kufanya vita na M23 ndani ya mji wa Kamanyola, ingalao walianza wamoja. Mtangazaji, mwanzo wa mvula ni mawingu. Presence ya chef d'état major wa FARDC katika vile ya Uvira ni umoja wapo wa maetape mbalimbali. Mwenye ameanza ni ministre wa d'etat wa defense, alikamata etat de ligne. Mwenye amekuja ni nani general iko hapa. Mwenye amekuja mwingine ni yeye ambaye amekuja leo. Sisi kwetu ni kwamba tuko soulage kuona wakubwa wa usalama na ulinzi wanapatikana katika vile ya Uvira, wanakuja wanajiankiri na situation. Na tunafikiria kwamba mwanzo wa kukua huru ni kwanza wao wakuje wajione mambo yanavyoendeka. Kwetu sisi si tu mwanzo wa ukombozi, lakini mwanzo wa usalama, lakini ni mwanzo pia wa amani na mwanzo wa watu kutembea kama sheria inavyosema. Huko Moba, visa vya wizi ziwani Tanganyika vimeripotiwa kupungua kwa kiwango kikubwa dhidi ya wavuvi wanaotekeleza kazi zao ziwani humo.
Ripoti imetolewa ndani ya kikao cha ukaguzi kilichoendeshwa siku ya kwanza ya wiki hii pa Moba. Radio Kivu Moba, tunajiunga na mwenzetu Isidore Kashule kwa mengi zaidi. Wizi wa injini ya maji wa wavuvi katika eneo la Ziwa Tanganyika umeonekana kutulia kwa kipindi cha karibu miezi 4 hivi sasa. Taarifa hii imetolewa na wavuvi baada ya kuwa na mkutano siku ya Jumatatu Mei 12 mwaka 2025. Mkutano ulioitishwa kwa ajili ya kupikwa mwenendo wa masamba ya dharani yaliyoendeshwa na tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi na tribunali ya amani ya Moba. Masamba yameandaliwa na kufanikiwa pia kwa usaidizi kifedha kutoka mchango wa wavuvi. Tunashukuru kwa sababu siku mingi tulikuwa na wasiwasi bakienda maji, hatuna na matumaini ya kusema kama batarudi, lakini Mungu na serikali wanasaidia. Tunakuwa na ile imani hata wakienda hata kutware tare hapo kufika, tunajua pengine ni mashini kuharibika, lakini ile habari ya wizi hatuna nayo tena. Tunashukuru mahakama kusikia kilio chetu na kutusimamia kwa kumaliza ile tatizo. Hali ya wizi inatulia sana, tulia kabisa. Hatuwezi kushuhudia kama unaishi, lakini unatulia, tuko kimya. Hii kuanzia pale hii mambo ya parke militaire kuya hapa inatusaidia sana watu. Tunaromba mzuri, naona kama vile bangeendelesha ile mambo zidi tu, hali kitokea wanatujongelea kabisa. Katika mkutano wa wavuvi wamesema kujisifu kwa moja ambao wameonyesha kwa kuunga mkono sio tu maandalizi ya masambo hayo, bali pia kukinga maisha na usalama wa wavuvi, ambao wamesema mkoa wanga wa wizi tangu zaidi ya miaka 3 hivi leo katika Ziwa Tanganyika eneo hili la Moba. Kuhusu kuweka franga ilikuwa ni jambo la kawaida kwa ajili ya tujisaidie si wenyewe. Wavuvi wenzangu nitawaambia kwanza kila mtu akuwe mlinzi wa mwenzake kwa kuwa ile fujo isiendelee tena. Na tunamaanisha kusema kama fujo ikitokea tutakuwa tayari tena kuweka franga na kuita mahakama ili watuletee usalama ndani ya Ziwa Tanganyika. Kwa sababu umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, inatakiwa hivi kila mara ukitokea shida ale wavuvi tunakuwa kitu kimoja, tunafanya kitu kama hiki, mambo inaenda mbele. Wavuvi wenzangu na baomba sana tuendelee kufanya hivi, kwa sababu dunia ikigeuka na sisi tunageuka. Tunasikia tusifikiri kama serikali itafanya kila kitu, lakini tunaweza tukafanya kitu kwa ajili ya serikali. Tunaona serikali mkono ndio mzuri. Hali kama hii ndio inatakiwa tuwe vile. Mtafahamu kama mwanajeshi mmoja wa FARDC wa kikosi cha maji na raia wawili wamehukumiwa baada ya kukutwa na makosa ya kuhusika na wizi wa injini ya maji wa wavuvi katika Ziwa Tanganyika. Nikiripoti kutoka Moba, Isidore Kashule, Radio Kivu. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Mataifa umeanzishwa hii Jumatano ya tarehe 14 Mei 2025 katika mji wa Berlin nchini Umarekani, huku DRC ikiwakilishwa na mawaziri wa ulinzi pamoja na ule wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Mengi zaidi naye Safari Alimasi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwakilishwa na mawaziri wa ulinzi wa kitaifa Jika Bombo Mwandiamvita na waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophone Therese Kaikwamba Wagner walishiriki huko Berlin nchini Ujerumani kwenye mkutano wa mawaziri juu ya shughuli za kulinda amani ulimwenguni. Mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Mataifa juu ya kudumisha amani ambao unafanyika Mei 13 hadi 14, 2025 uliunda muungano wa kisiasa wa hali ya juu ili kujadili mustakabali wa kulinda amani na kuruhusu nchi wanachama kuelezea na kuonyesha msaada wao wa kisiasa. Pia utatoa kwa wajumbe jukwaa la kutangaza hari kubwa kwa niaba ya kupunguza upungufu wa uwezo na kurekebisha shughuli za amani ili kujibu vyema changamoto zilizopo na hali mpya kulingana na mwongozo wa michango. Kulingana na waandaaji, mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Mataifa juu ya utunzaji wa amani 2025 kwa hivyo utasaidia kuimarisha usalama wa askari wa amani waliopelekwa na kukuza ufanisi wa jumla wa misheni. Kuheshimu ahadi zao, nchi wanachama zinahimizwa kuanzisha ushirika, kwa mfano katika suala la mafunzo na kuzidisha uwezo. Fursa kwa ujumbe wa Kinshasa kupongeza jukumu la MONUSCO na kusisitiza msaada wake kwa shughuli za amani zinazozingatiwa kama zana muhimu za usalama wa kimataifa. Katika usiku wa kucha kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Juni ijayo, DRC inakusudia kuongeza na kufanya kampeni ya ufanisi dhidi ya shughuli za kulinda amani mara moja itakapochaguliwa kama mwanachama ambaye sio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wawakilishi wa DRC walisifu msaada wa MONUSCO kwa uhamishaji wa FARDC PNC kutoka kwenye kambi zake za Goma hadi Kinshasa.
DRC ilisitiza ahadi yake azimio la 2773 na jukumu la MONUSCO katika utekelezaji wake. Ilisitiza pia msaada wake kwa shughuli za amani kama zana muhimu na usalama wa kimataifa na nia yake ya kuomba uvumbuzi wao, ufanisi na athari katika tukio la uchaguzi wake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, inaripoti Wizara ya Mambo ya Nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie kwenye akaunti yake ya X. Wakati wa ufunguzi wa kazi katika mji mkuu wa Ujerumani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitaka kufikiria tena misheni ya Umoja wa Mataifa ili kukabiliana na kupunguzwa kwa bajeti na ugumu unaokuwa mizozo. Kulingana na uongozi wa Umoja wa Mataifa uliotajwa katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Umoja wa Mataifa, mizozo haijawahi kuwa mingi sana tangu kuundwa kwa Umoja wa Mataifa. Kulingana na chanzo kilichotajwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisifu umoja wa utunzaji wa amani wa Umoja wa Mataifa. Askari wa amani hutoka ulimwenguni kote, lakini wanajihamasisha kujitolea kwa pamoja ili kukuza amani, alisema, aikaribisha jukumu lao katika ulinzi wa raia, msaada wa michakato ya uchaguzi au utekelezaji wa usitishaji mapigano. Wakati ambao misheni iliyopelekwa huko Lebanon, Jamhuri ya Afrika ya Kati au katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na kuongezeka kwa uhasama wa ndani na vitisho, mkuu wa Umoja wa Mataifa alisitiza juu ya hitaji la amani. Tangu Disemba 2024, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika kampeni za uchaguzi ili kuchukua wanachama usio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2027. Nchi ya DRC tayari imechaguliwa mara mbili mwanachama ambaye sio anayesimamia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kipindi cha mwaka 1982 hadi 1983, kisha kutoka mwaka 1991 hadi 1992 wakati wa vita vya Gulf. Alikumbusha wakati wa uzinduzi wa kampeni Therese Kaikwamba Wagner mbele ya wanadiplomasia na maafisa wa Kongo. Kufikia hapo sina budi kutamatisha uchambuzi huu wa habari kwa siku ya leo. Msikizaji, shukrani kwako ulinitegea sikio mwanzo hadi tamati. Nimshukuru vile vile Merci Mbelechi ambaye alikuwa kwenye ufundi wa mitambo na jopo zima la wahariri wa Radio Kivu ambao walifanikisha kuandaa taarifa hizi. Jina langu ni Baumesa Di François, mtambuzi wako wa siku. Sina la ziada. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.